Kwa sababu hiyo nitawafundisha asubuhi na Mwenyezi Mungu atazidi kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikaweze kuongea mambo mbalimbali. Kwa ufupi na Mwenyezi Mungu atapata kubariki. Unaweza kufungua kitabu chako na kalamu yako, alafu tumuombe Mungu kwa ajili ya neno la asubuhi. Asante mtakatifu wa takatifu uliye hai. Asante kwa asubuhi hii, asante kwa wakati huu. Tunapozama katika neno lako kwa dakika hizi, Mfalme, tunajikabidhi mbele zako. Nena nasi, tufunze kwa ajili ya utukufu na uwezo wako Mwenyezi Mungu. Umetukusanya ili tupate kusikia toka kwako. Nasi masaa haya asubuhi jinsi tulivyo, Mfalme, karibu mahali hapa, uchukue nafasi. Nitumie akili zangu Mfalme, kila kitu kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Mfalme naomba na kuamini. Amen. Nataka nikaweze kuongea siri ambayo shetani huwa anatumia ili kuwaweza Wakristo waweze kushindwa katika vita kwa ajili ya safari hii ya imani. Ile siri ambayo huwa anaitumia. Kuna siri nyingi, lakini kuna zile muhimu ambazo huwa anazitumia ili kumweza Mkristo kushindwa kwenye vita ama kwenye majaribu fulani ambayo huwa ako nayo maishani mwake. Zile siri ambazo huwa ulimwengu wa giza unatumia kuhakikisha mama, kijana, mzee ameshindwa. Kama ni amekuwa akitarajia kitu, anatumia hiyo siri, hiyo mbinu, ili yule mtu ashindwe, asiweze kuingia katika hatima ya moyo wake. Tunaishi katika ulimwengu wa vita. Ndio maana unapata kwamba kila ambacho unatafuta vizuri, ukipata kwako kinakuwa na shida, kwa sababu kuna vita. Na shetani toka kitambo aliapa na alisema ya kwamba alijua jehanamu ilivyo. Alijua jehanamu ilivyo. Na kwa sababu alijua jehanamu ilivyo, aliapa ya kwamba hata waingia jehanamu peke yake, atahakikisha kwamba anaingia na wafasi wa Mungu. Sasa siku zote na kila dakika na kila lisaa yeye usumbuka, ni nani nitamwahi niweze kuingia naye katika kule jehanamu. Na kwa sababu hiyo sasa huwawahi watu. Kuna mahali shetani huwahi mtu, ni mahali kwenye majaribu. Na kwa sababu huwahi kwenye majaribu, kuna vitu hutumia ambazo nizo siri ambazo huwa anazitumia. Kuna silaha, ni siri lakini silaha zake anazitumia ili kuhakikisha kwamba unapofika kwenye hayo majaribu hautaweza kutoka salama. Bwana Yesu asifiwe. Anahakikisha kwamba akitumia hiyo mbinu kwa Kristo, kuisha ashamaliza. Number 1 ambayo anatumia kuhakikisha kwamba Kristo atamuyumbisha mpaka amwangushe chini. Number 1, hofu. Hofu hii ambayo ninaongelea hapa, unaweza pengine ukajiuliza ni hofu aina gani? Lakini ninamaanisha hofu ile ambayo ina uoga. Hofu ile ya uoga ndio ambayo inamaanisha. Sasa shetani hutumia mbinu hii ya hofu ili ya kwamba Mkristo aweze kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Anatumia hofu ya uoga. Mtu anaogopa, na anaweza kuogopa kwa ajili ya mambo fulani. Kwa mfano, Goliati alikuwa anakufuru Mungu wa Israeli. Na appearance ya Goliati na experience yake, yani historia yake, ilikuwa kwamba ni mtu wa vita kutoka kitambo. Na kwa sababu hiyo
ilimfanya watu wa Israeli wamuogope, kwa sababu alikuwa amevaa mavazi ya vita. Alikuwa amevaa mavazi ya vita, dirii na ngao alikuwa nazo, na ni mtu ambaye alikuwa na uzoefu wa vita. Na kwa sababu hiyo, historia hiyo ilimwacha wana wa Israeli walinyamaza kimya wakati Goliath akisema, nileteni mtu mmoja kama ninyi Mungu wenu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu hiyo, wana wa Israeli wakajawa na hofu, uoga. Wakimwangalia vile alivyo, wanaona kushindwa, hawataweza kufaulu. Wakiangalia vile amevaa na vile amewahi kupigana vita akashinda bila kushindwa, wakaanza kujawa na hofu ya uoga. Unanipata vizuri hapa? Bwana asifiwe. Sasa wakaanza kuwa na hofu na uoga, tutamweza mtu huyu. Lakini Daudi katika kupakwa mafuta, ambayo ilikuwa imepakwa na mafuta katika roho awe mfalme, hakuogopa Goliath. Alimwambia, kwani wewe ni nani unatokana jeshi la wana wa Mungu aliye hai? Wewe ni nani unamtukana Mungu? Na alikuwa ni mtoto mdogo, yule mtu ana uzoefu wakati huo wa enzi za nabii Samueli. Mpaka Samueli mwenyewe alikuwa nabii wa Mungu, lakini alikuwa na hofu ya uoga. Bwana asifiwe. Akamwambia Daudi, wewe mtu yule utamweza, amekuwa mtu wa experience ya vita, utamweza wewe. Akamwambia, ngoja nikuvishe. Akavishwa viatu na midude mingine ya kupigana vita. Lakini Daudi akasema, hata ni vizito, miguu yangu haiendi vizuri. Akavitoa. Si ajabu Samueli alisema, mama yangu mtu yenda kufa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi akamwambia Samueli, tazama mtumishi wako nilikuwa nikilisha kondoo kule msituni, dubu na simba wakanitokea, nami niliwararua nikawabwaga chini wote. Sasa yule Bwana aliyepigania kule atanipigania na Mfilisti huyo asiyetahiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtu ambaye hapa alikuwa amejawa na ujasiri, hana hofu. Goliath mtazamo wake ulikuwa umetia hofu wana wa Israeli. Lakini Daudi hakuangalia mtazamo wa Goliath ulivyokuwa na sifa zake za ushindi wa vita, hasikumtia hofu nani Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Unanipata vizuri? Akasema, nami nitamwangusha mtu huyu mapema sana. Goliath akacheka, ni nani wewe unanikuchia? Kwanza wakati huo kigombezana hiyo, Daudi alikuwa ameshika mawe na kobeo. Ikamfanya Goliath akaongea kiburi sana. Akasema, kwani wewe ni nani unanikuchia mimi na mawe? Kwani mimi ni mbwa mwitu? Leo hii na dakika hii inakukata kichwa nikutupe, rusha kwenye ndege wa angani uliwe. Daudi naye akasema, na mimi leo hii vile umetukana jeshi la Mungu aliye hai, leo hii nakukata kichwa nikitupe tu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa unapata mfano wa mtu ambaye anapambana na shetani katika majaribu. Alafu anamwambia shetani ya kwamba hata ukanikosesha sifa, madamu ni hai nitakuwa hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hana hofu. Sasa unaona kwamba mahali hapa Goliath akawa na ujasiri, kwa sababu kale ka mtu ni kadogo, alafu na yeye amevaa, na kale ka mtu ni kadogo na hana hata ngao. Zaidi ameshika mawe. Bwana Yesu asifiwe. Jiwe litaweza kuvunja ngao kweli? Haliwezi kuvunja ngao. Lakini unapata kuona kwamba mtu huyu Daudi akasema, leo hii tena nafanya leo hii na kutandika. Goliath amesimama hui, anaangalia atatupa nini, maana hata alidharau zile silaha ambazo alikuwa nazo Daudi. Lakini Daudi yeye alikuwa na uhakika ya kwamba mtu huyu namtengeneza leo, kama nilitandika simba na dubu, hata huyu hanishiki. Huo ujasiri ambao alikuwa nao na bila hofu, hilo jiwe Goliath hakuliona. Bwana Yesu asifiwe. Hakuliona hilo jiwe. Na hilo jiwe halikuenda mahali pengine. Pale mahali kulikuwa na nafasi, jiwe liliingia hapo. Na likamtwanga akaruka chini.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona hofu wakati wa makabiliano ya majaribu. Umeamka, umelala jioni hali sizo, umeamka asubuhi na zile hali za jana ambazo sizo. Sasa makabiliano ili uweze kupata ushindi, shetani hukupiga na hofu. Kama jana tulishindwa, leo tutafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mdogo wangu alielewa, mimi mkubwa nimebaki, nitaelewa kweli. Hayo makabiliano ya hofu, shetani anakuambia, naona hata mgongo uwezi uelewa. Nao unaanza kusema kweli, mgongo umepita siwezi uelewa. Miaka imeenda siwezi pata muujiza. Naongea kuhusu hofu ambayo shetani hupanga nayo wa Kristo wakati wa makabiliano ya maovu katika changamoto ya mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani anakupa kuhofia yale mambo hali halisia yalivyo. Unaanza kufikiria, kuna mtu alitafuta passport aende nje hakwenda mpaka leo ako nayo. Je, mimi nami niko na yangu? Tafaulu kweli? Kama yule bwana ana uwezo na alishindwa, je, mimi nami nitafaulu? Sasa shetani hukupa hizo changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Na anapokupa hofu tu, na ile hofu inapopenya ndani ya Mkristo, imani yake inashuka chini. Anaanza kujibiwa. Yeye mawazo yake na shetani anamwambia, unaona? Alishindwa yule. Je, wewe nao utaweza? Anakupa hizo changamoto, anasiamsha ya kwamba kama mtu fulani alishindwa, je, nao utaweza? Haya mambo hayawezekani. Anapoendelea kukupa hizo changamoto, kusiamsha kwa mawazo yako, hapo ndipo unapata Mkristo anaisha kabisa imani mpaka mwisho anasema basi wataibaki. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto zingine unazipata wakati wa Ayubu ambapo anaendelea kugonjeka na haponi na anaomba na mbingu imenyamaza kimya. Shetani akaanza kumpa hofu kupitia kwa mke wake, kumwambia angalia, ukufuru Mungu ufe, ishe, huyu ni Mungu gani hauponi? Bwana Yesu asifiwe. Anaomba mbingu zimenyamaza. Kuna kipindi mbingu zilinyamaza kwa Ayubu, kimya, mpaka Ayubu akalani siku yake ya kuzaliwa. Ukisoma maandiko unapata kwamba kabla alani siku yake ya kuzaliwa alikuwa ameomba mbingu zimenyamaza. Alipolani ndio Mungu akamkemea. Bwana Yesu asifiwe. Akamkemea, akamwambia si mimi niliyeumba kila kitu. Sasa hapa ndipo unapata kwamba changamoto zilimkujia Ayubu kupitia kwa watu mbalimbali. Yeye si yeye mwenyewe. Yeye alifanya kufuatwa na mke wake, rafiki zake, mpaka wazee wa mitaa. Wanatumwa watu wanaenda na mwambia, afadhali mkufuru wa Mungu wako. Afadhali mkufuru. Lakini Ayubu hakuwa na hofu, alishinda hofu. Ndiposa unaona kwamba wakati mali zimeenda, alikabiliana na shetani na mawazo. Alimwambia shetani, sikuja na mali duniani, nilikuja kitupu na nitarudi hivyo hivyo. Kwa hivyo kama umechukua ukifikiria itatatiza akili, wewe ndio umekorokeka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo unapata picha kamili kama unaweza ukamchallenge ibilisi wakati wa majaribu. Ametarajia utaenda hivi ukaenda opposite. Yaani ametarajia utavunjika moyo wewe ukacheka tu vizuri. Anashikwa na haya. Bwana Yesu asifiwe. Alipoona huyu mtu hata hasikii, ngoja nimfuate kwa afya yake. Akaomba ruhusa apewe nafasi kwenye afya. Akaanza kutwanga afya ya Ayubu. Lakini Ayubu hakuhofu chochote. Watu wanatumwa wanakuja na bado anaendelea kugonjeka haponi. Anaomba lakini mbingu bado. Lakini Ayubu akaanza kumwambia shetani kwamba najua mtetezi wangu yu hai. Hata kama ni mgonjwa niko hivi lakini najua Mungu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ninaumwa, mambo hayaendi, lakini bado Kristo yu hai. Ayubu alimchallenge shetani kwa ajili ya kwa nini? Alikuwa ameshinda hofu, hakuwa na woga. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo beba roho ya ujasiri, uondoe woga, maana utapata ushindi katika kuondoa woga. Bwana Yesu asifiwe. Kuogopa mambo kuna kuchangia mtu unashindwa katika safari ya imani ama katika safari ya maisha haya. Kuogopa tu.
Na shetani huwa anataka mtu ambaye ni mwoga. Hakuna yule mtoto wako wa kiroho Masai hapa. Angekuwa hapa ningekuthibitishia kitu, lakini ngoja nikuelezee. Culture ya Masai, mtu akitaka kuoa mvulana, culture yao, mila yao, huwa ni mpaka yule barabara aende akaue simba. Si mnajua hivyo? Akaue nani? Simba. Sasa huwa haendi peke yake. Wanaenda wanamzingira yule simba. Alafu yule anataka kuoa, yeye ndiye ataanza kukabiliana naye. Sasa kama alipokufa yule simba atauliwa na hao wengine huko, lakini huyu ataanza kutandika na yule simba. Sasa ngoja nikupatie tabia fulani ya wanyama wawili msituni wale wakali, simba na chui. Wakati umemzingira, nini ambacho wanafanya? Bwana Yesu asifiwe. Wakati umemzingira simba hivi, unataka kumuua, umeshika mishale, yeye unjua ya kwamba hapa wao watu wanataka kuniua. Sasa kile kitu ufanya yeye, huzungusha macho yake hivi. Anaangalia one by one. Anaangalia one by one. Anaangalia one by one. Anatafuta nini? Mtu muoga. Akishamaki, hamwangalii huyo, anaangalia huko, lakini kila atakavyoruka atarukia huyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema nitakufa, lakini nitakufa nikiwa juu ya huyu. Lakini hamtazami huyo, maana tayari ashamaki, huyu ndo muoga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa atachukua timing. Vile mkitaka kumrusha hivi, yeye atakwepa mshale, akianguka juu ya yule muoga juu yake. Sasa ni wewe, lakini huyu na mjeruhi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ndivyo ambavyo unavyo pia shetani naye. Watu waoga anawajua, na unajua muoga haingii mbinguni. Bwana asifiwe. Unajua hiyo, waoga waingii mbinguni. Sasa ibilisi naye huwa anaangalia nani muoga. Kuna siku nilienda nikaombea pepo, nikawa natoa pepo na pepo wengine, tulikuwa watu 5. Vijana tunatoa pepo. Na ile pepo ilikuwa jeuri kama zile wasinaongea hapa. Nikasema sishindani na mtoto mdogo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nikitoa ile pepo, kaenda mpaka kufikia mahali ile pepo ikasema, "Sawa, mimi ninaenda zangu." Umeamua kunitoa. Lakini nikitoka hapa nikitoka naingia mtu mmoja akafanya hivi. Naingia mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati akisema nikitoka hapa, ukinitoa hapa naingia mtu hapa. Hapo ndo niliona ndugu mmoja alifungua mlango pole pole, atoka nje, na tazama hivi dada mwingine akafungua mlango pole pole akatoka nje. Angalia, tumebaki 5. Hapo kawa nishapata jibu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu la mwisho akasema, kabla atoke akasema, "Ninatoka hapa, lakini nyinyi ni 5 nyinyi. Nitawawinda mmoja baada ya mwingine. Mimi naenda." Paka leo anakumbuka hayo maneno. Alisema nitawawinda mmoja baada ya mwingine. Tulikuwa huduma 5 vijana tunafanya deliverance. Akasema nitawawinda one by one. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akaaga kwa heri akaenda. Sikufiche katika wale 5, mimi ndo nimebaki hivi. Wale wengine waliangushwa wokovu wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona hata pepo naye huwa anatazama mtu muoga. Anaangalia tu hapo, anajua muoga ni nani hapa. Yule mwenye ana hofu ile ya uoga bwana yongea. Hofu ni adui ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaota ndoto mbovu kabisa, mbaya, lakini the moment ukianza kuhofu tu, hilo jambo linakuwa lako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatishiwa na mchawi akakwambia, umefika mtu wa kuchezea, si ndio? Ngoja nitakuonyesha wewe. Wakati ukihofu amekushinda nguvu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usipohofu na ujasiri, namwambia utamuonyesha nani? Nani naanza kukuonyesha wewe leo? Huyo mchawi anaenda anapiga mahesabu. Nimemwambia atamuonyesha, yeye ananiambia ataanza kunionyesha mimi leo. Yeye ndo anajawa na hofu, anaanza kwenda.
Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamewahiwa na ulimwengu wa giza kwa sababu ya kuhofia. Watu wengi wameshindwa katika dunia hii kwa sababu ya hofu. Hofu. Bwana Yesu asifiwe. Unahofia kwamba nimeomba muda mrefu na bado ila nitapata kweli. Unaona hiyo aina ya hofu hii. Nimeomba muda mrefu lakini bado. Unaanza kudoubt. Hiyo sasa ukianza kuwa na hofu, unaanza kuwa na shaka. Mtu yote mwenye hofu hakosi kuwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye shaka naye husita katika njia zake, anasema tafaulu kweli hapa. Wakati unapoingia kwenye anga hilo, ya kama tafaulu kweli hapa, hapo sasa huwa unaanza kuwa imani yako inashuka chini. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza leo ubeba straight hivi, kwenda straight. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kuogopa mambo. Hakuna mwenye alijua kwamba Daudi atapiga Goliathi. Hata nabii Samuel alikuwa nabii wa Mungu, lakini alikuwa haoni Daudi akishinda kwa Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana alimwambia kwamba huyu tutamweza wewe. Samuel alikuwa nabii, powerful prophet, ambaye alikuwa ni nabii wa Mungu, lakini hakuona ushindi wa Goliathi na Daudi. Alitoa Daudi anashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Daudi alikuwa hana hofu, ili uweze kuwa na hofu, ndio niende pointi nyingine. Ili uweze kuwa na hofu, yani ili uweze kuwa na ujasiri, ili ushinde hofu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio pointi maalum inamaanisha ili ushinde hofu. Ili uweze kushinda nini? Hofu. Yani woga, ili uweze kushinda woga. Tumia mbinu hii. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kushinda woga, namba 1, kuwa na uhakika na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na uhakika na Mungu wako, sikufichi, hapo ndipo hofu huondoka mara hiyo. Kuwa na uhakika na kile kilicho ndani yako ili uweze kushinda hofu. Jambo la kwanza, kuwa na uhakika na Mungu wako, yani yule aliye ndani yako. Hapo tunajifunza kwenye wakati wa yule Petro na Yohana, walimwambia yule kiwete pale kwenye lango la mzuri ya kwamba sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisema sina fedha, tutazame sisi. Sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, inuka na utembee. Na akamshika mkono akamuinua. Yani alikuwa na uhakika na kile kilicho ndani yake kwamba anaweza akamuinua hapo na akatembea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili ushinde woga, kuwa na uhakika na kile kilicho ndani yako. Yani kuwa na uhakika na Mungu wako. Unapokuwa na uhakika na Mungu wako, watakutishia wachawi hata wenye misimu, lakini utapeperusha na kinywa chako kitakuwa ni kama moto. Ukiwatapa neno moja wanaanguka chini. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni babako mjane mchawi, lakini ukiwa na uhakika na Mungu wako, ataongea maneno mpaka mwisho ataachana na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yale maneno ambayo utakuwa unakanusha wakati amekwambia jambo na kanusha, kwake yeye inaenda kama moto, kama makaa ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kushinda hofu, kuwa na uhakika na Mungu wako. Najifunza pia pointi nyingine hapo hiyo ili uweze kushinda hofu, kuwa na uhakika. Na muona mfano wa mtu mmoja anaitwa Elia. Elia alipambana na watu 450 manabii wa Baali, yeye peke yake. Na aliwaambia nataka sote tuanze hapa kuomba Mungu, ili Mungu yule ambaye atashukisha moto, huyo ndiye atastahili kuwa Mungu wa kuabudiwa. Wakajadiliana, wakaekeana agano. Nani mwenye ataanza? Akasema anzeni nyinyi mlio wengi. Nao wakasema sawa. Hata wale wengine walisema 450 kwa mtu mmoja. Hapa tukiomba si anashuka mara moja tu hapa. Ndivyo walisema hivyo. Elia akaangalia, wakachukua ng'ombe, wakakatakata kila kitu, wakaweka na kuni dry tu hapo. Waliomba
bali mpaka wakajikata na wembe wakaanguka chini wote, hakuna kitu kilishuka. Elia akawadhihaki akamwambia, ombeni pengine yuko busy. Wakaanza kuomba bali anaangalia hakuna kitu. Akamwambia, ombeni pengine ameenda safari. Bali mpaka bali hakuna kitu kinashuka. Akamwambia, ombeni hakuna kitu. Alafu akawaambia, sasa nikaribieni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu aliye na hakika na Mungu wake, nikaribieni mimi. Aliyekuwa ameanguka chini akajikusanya akaondoka akakaribia. Aliyekuwa amelala akaondoka akakaribia. Aliwaambia, nikaribieni njoni. Wakamzingira hapo 400 maji mabarasa 4 mara 3 umwage hapo. Hapo ndipo unapata wenye imani haba wengine hapo usema, kama sisi tumeomba kuni zile dry hazikuwaka moto, huyo tena mwaga maji utawaka moto hapo. Bwana asifiwe. Hapo ndipo unaona mtu mwenye hofu ameomba alafu katikati ya maombi ile shida ikaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu Ibrahimu aliomba, Bwana nipe mtoto, anatoa sadaka tena kubwa sadaka anatoa, Bwana nipe mtoto, wakati hali sawa bado siko sawa. Si unanielewa nikiongea hivyo? Bwana nipe mtoto, akaenda katikati ya Bwana nipe mtoto, hali zikaswitch off kwa sana. Kama ni wewe ungefanyaje? Hapo ndo nasema kanisa hili siji tena. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndo unaenda. Niliombewa wewe bado, nilitoa sadaka wewe, vunja madhabahu mpaka nimechoka. Hivyo ndo Wakristo ukwepa hivi. Nimevunja uchawi wa nyungu wewe bado. Huyo waenda. Wapi watu wanaombewa wapone msidangani, wanapona wapi? Mbona mimi nimeombewa na sitapona? Wanaenda. Ibrahimu aliendelea. Bwana Yesu asifiwe. Elia akasema mwageni, wakamwaga paka mara 3. 12 dramu zilimwagwa hapa. Maji yakaolea juu. Manabii wa Baali wanaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo inawaza. Yona watu wako bui wanaangalia hivi. Mioyo inanena. Hapa. Kushuke moto hapa. Mioyo inaongea. Mtumishi wa Mungu akasema, Baba, si kwa ajili yangu lakini kwa ajili yako, naomba ijulikane kwamba uhai. Akaomba maandiko inasema kulishuka moto ukaramba yale maji yote, kuni zikakauka, alafu ikapigwa ile kuni na madhabahu ile sadaka ikateketezwa chini, kapotezwa kila kitu. Manabii wa Baali wakaanza kuangalia. Elia akamwambia, sasa kile kiapo tumeapeana hicho teremkeni kwa mto mnisubiri huko. Bwana Yesu asifiwe. Akawateremsha watu 450 kwa mtu, akawachinja chini. Mungu wa Israeli abudiwe milele. Bwana Yesu asifiwe. Naongea mtu ambaye ana uhakika na Mungu wake, huwa haogopi. Bwana asifiwe. Hata akiambiwa sijui wewe hali siku hizi hazendi, sijui ikifika season fulani huwa kuna shida nyingi, huyu mtu haogopi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ambaye ana shida ni yule mwenye hofu. Sasa ibilisi wanakupa hofu. Unaanza kuwa na woga, nifanyeje? Hapo ibilisi anachukua nafasi. Yoyote anayekuwa na hofu shida kwenye majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio point number 1. Point number 2. Nafikiri umenielewa point ya hofu. Unaweza ukasikia ugonjwa unakuja ndani yako. Ugonjwa unaenda. Vile umeombewa na ndio bado ugonjwa unaenda. Bwana Mungu ni wa maajabu, mara zingine hujaribu hapa. Tumekuombea hapa na bado naumwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo usiposhinda hofu, utaanza kile ule ugonjwa tena na tumekuombea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiondoa hofu, Yesu alikuwa anaambia watu, imani yako ni kuponya. Na yule mtu bwana mmoja anasema anakiri imani na anapona tu, anaondoka anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hutaka mtu akiri ya kwamba ni kweli. Akisema hivyo, akikiri hivyo tu, ameweka saini, yanakuwa yako.
Bwana Yesu asifiwe. Ujasiri humpa mtu ushindi hata kama kuna mapito gani magumu. Ujasiri humpa mtu kushinda. Maana kwa sababu gani ujasiri humpa mtu kushinda? Kwa sababu Mungu hakuna siku hata moja ataibisha mtumishi wake. Ukiwa na ujasiri hakuna siku hata moja atakuaibisha. No. Bora ule ujasiri wako muelekeza katika jina la Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ukielekeza ujasiri wako katika Mungu, Mungu hakuaibishi. Anapenda kwenye ujasiri. Kuna watu waliamua wakati mgumu, hali ni ngumu, njaa pale walipo, nchi njaa, mpaka wanataka kufa na njaa. Walitoa na ujasiri wakasema kwamba tukibaki hapa tutakufa na tukienda kule ni kwa adui zetu. Sasa tufanyeje? Kufa gari, kufa dereva, tuendeni jeshi la washani. Wakituua sawa, wakituhifadhi hai sawa. Wakabeba ujasiri wakaanza kukanyaga na ukoma wakitembea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sasa akaachilia nguvu kwenye ile mishindo ya miguu yao. Wakaonekana kana kama ni jeshi la farasi. Ujasiri utanguliwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yote mwenye ujasiri huwa anatembea na viumbe wasionekana. Asifiwe Yesu. Na wote walipokea ujasiri wakati Roho wa Bwana alipokuwa juu yao. Roho wa Mungu akiwa juu yako na Bwana ujasiri tofauti. Point namba 2 nimalizie. Siri ambazo ibilisi usitumie kuwashinda Wakristo katika mazingira mbalimbali ambayo ni magumu. Namba 2, amani. Peace, amani. Amani. Asifiwe Yesu. Amen. Meandika Yesu. Amani. Kwenye hiyo topic na kwenye hiyo point namba 1 utaandika kitabu cha Yeremia 48:43. Nasema hofu na shimo na mtego zaja juu yako mwenyeji wa Moabu, asema Bwana. Yeremia 48:43. Bwana alikuwa ameona hofu na mitego zinakuja juu yao. Kawa naeleza. Kwenye hii point namba 2 ni kwamba ni amani, peace. Shetani hutafuta, hurusha siri, guruneti hili la amani, kutokuwa na amani, hulirusha kwa Mkristo ili ashindwe kwenye vita. Na kama kuna silaha kubwa ambayo shetani huitupa kwa Mkristo na kumshinda rais kwenye vita, kumkosesha amani. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alistadi mwanadamu, akastadi alivyo mwanadamu kwenye vita, ya kwamba ni nini nimkoseshe huyu mtu nimshinde. Peace. Anakukosesha amani. Ushawaona wale wanabolia wanapigana wrestling wale wengine, wakati wowote kama mtu anapigana na mtu na yule mtu ukose amani, washindwa asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaona wakiwa wanaingia kwa jukwaa, kila mmoja ana ujasiri na vitisho vya kijana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanipata vizuri? Amani ni kitu kingine muhimu sana. Mfano mzuri. Unaweza ukawa huna kazi kubwa, yani una mshahara mkubwa, unapata tu kidogo, lakini una afya nzuri na unaishi vizuri kwa sababu roho yako ina amani. Asifiwe Yesu. Amen. Mwingine anapata mshahara mkubwa lakini anaisha na kukonda na taabu kwa sababu amekoseshwa amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani akikukosesha amani 100% amekukosesha kuconcentrate, kuzingatia. Ambaye hana amani hawezi kuzingatia. Huyu mtu lazima atafanya mistake tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye hana amani mpaka atafanya mistake, mpaka atafanya makosa. Lakini mwenye ana amani anazingatia kile ambacho anakifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ili uweze kushinda haya maisha ni uweze kuwa na amani katika roho.
yale majaribu unapitia nayo maishani mwako, usipopata amani unashindwa asubuhi. Maana amani isipokuwa ndani yako, mtajawa na mfuriko wa mambo maovu ambayo atakuwa analetwa na ibilisi ya kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wajua ni kwa nini Yesu alipokuwa anapaa kule juu aliwaambia alianza neno moja, amani na iwe nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu amani inaacha mtu akose ujasiri, inaacha mtu anyauke. Asifiwe Yesu. Amen. Amani. Ile kitu Roho wa Mungu hufanya wakati mtu ana stress, anapitia maisha mabaya. Kitu ambacho Roho wa Mungu huanza mwanzo kufanyia yule mtu ndani yake, huwa anakupa peace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakupa amani. Maana muujiza hawezi kuja kama ndani yako hamna amani. Amen. Ni mpaka mjawe na amani ndiposa uweze kuona ule utukufu wa Mungu. Na amani inakuja katika kutafakari. Na amani itakosekana kupitia kwa kutafakari vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi 4:18. Ibrahimu aliomba na hali zake zikawa ngumu zaidi. Akafikia mahali akafikiria mambo haya mpaka lini? Nimeomba sijajibiwa. Ikizidi hadi za mke wangu zimeenda, bado miaka nayo imeenda, duniani naondoka tupu bila mtoto. Akiwa hali ya kufikiria hivyo, amani ilikosekana ndani ya moyo wake. Alipofikiria duniani naondoka kitupu bila chochote, alifikiria haya mafikirio yakamkosesha amani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipogeuza mafikirio yake, akafikiria kwamba Bwana kile ambacho alikisema huwa lazima akitende. Akazitazama ahadi za Mungu. Maandiko yanasema hivyo hapo. Alipozitazama ahadi za Mungu, alitiwa nguvu kutokuamini kwake. Bwana Yesu asifiwe. Alitiwa nguvu kutokuamini kukamtoka, akaanza kutazama, akaanza kujua Bwana alilosema huwa lazima alitende. Hivyo amani inakosekana ama inakuja kwa kufikiri. Muulize mwenzako, unafikiria nini? Bwana Yesu asifiwe. Maana wengine mko hapa tayari mnafikiria hapo. Nje na yale nahubiri hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachofikiri kitakupokonya amani. Na ukipokonywa amani, subiri kushindwa. Lakini unapofikiri, Daudi alifikiria akasema, alikumbuka akafikiria, kama nilishinda kule, huyu mtu ataleta shida. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilicharaza dubu na simba, huyu mtu alifikiria ule ushindi aliopata. Lakini njoo kwa Kristo wa leo, anafikiria jana niliumwa, juzi niliumwa, ile juzi ya hospitali sikupona, naona nitakufa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu baada ya dakika 5 pressure itapanda. Bwana Yesu asifiwe. Wako hapa. Hapo kule nje wako hapa. Asifiwe Yesu. Amen. Mawazo hupoteza amani, na mawazo huleta amani. Sasa shetani anakupiga na kutokuwa na amani. Wakati ukifikiria mazuri anakuja na mabaya. Shetani hupoteza watu amani hata kwa maombi. Asifiwe Yesu. Hata kwa maombi, maana anakuja hapa. Unaomba, Bwana naomba nitendee muujiza, anakuja nakwambia, si uliomba juzi na hakuna kitu. Hapo katikati ya maombi inashuka chini. Asante Bwana. Asante Bwana. Oh, haleluya. Sasa kumbe amenongonezewa na si bado uliomba juzi na bado. Maombi inashukishwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena nakuletea umepanda gea namba 3. Umepanda, anakuja hapo. Mungu wapi? Si juzi uliomba na bado. Unaanza kushuka chini. Pole pole. Slow down. Asante Yesu. Oh, haleluya, Bwana umejibu maombi. Lakini umeambiwa hakuna hapo. Lakini unasema Bwana Yesu asifiwe.
Sasa shetani hukosesha watu amani hata kwa maombi. Anatoa uwepo mara hiyo hiyo, anakuletea wazo tu, uwepo unapotea wote na baki dry. Hapo ndo tunaona wengine wataanza katikati ya maombi. Anakukosesha amani, atakupoteza. Maana anakupa mawazo ambayo yale yalishindikana. Hawezi kukupa wazo la ushindi shetani. Atakupa mfano ya mambo ambayo yalishindikana. Angalia huyu alishindwa. Angalia huyu alishindwa. Katikati ya maombi angalia huyu alishindwa. Angalia yule mwingine ameshindwa. Sasa hapo ndipo anakushukisha chini ya amani yako. Lakini unapopewa amani moyoni, imani inajengeka mara hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye amani ana imani. Asifiwe Yesu. Sasa ulimwengu agiza utumia kukukosesha amani wewe, ili kukosesha ujasiri na imani. Alafu ndo akutandike. Ndio maana unaona Mungu, na kupatia mfano. Mungu, soma Biblia vizuri. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wanaenenda kwa vita kukabiliana na adui zao, ni nini Bwana alikuwa anafanya kwa wale adui? Alikuwa anawapiga na hofu ndio washinde kwenye vita. Asifiwe Yesu. Alikuwa anawapiga na hofu. Kwa nini? Aliwasikizisha mishindo ya farasi. Na ni watu wanne wenye ukoma. Wakasikia kana kwamba ni vifaru. Waliposikia tu hivi, wakasema hivyo ni vifaru hivyo. Hofu ikawaingia. Bwana wa Israeli wamekodisha makabila matatu kuja kutuangamiza. Tuondoke. Wakaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Umenipata vizuri? Bwana alikuwa anawapiga na hofu adui. Hiyo ndio ya kwanza, anawapiga adui na hofu ili waanze kuogopa. Ndio wewe uende na ujasiri kwa pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa hivi ndivyo Mkristo kushinda vita, ni paka awe na ujasiri, awe na amani. Akiwa na amani ndo anaenda akizingatia. Na Ibilisi naye akitazama huyu mtu ana amani, huwa anasita. Ni kama vile umbwa yoyote yule umbwa, hata kama ni jama ndo ni mkali kinamna gani, lakini kama anakufuata alafu usimame hivi, huwa naye paka atapiga pressure. Angalia kile unafanya ndo aje. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama alikuwa yuko kwenye motion ya kuja, alafu wewe usimame tu ghafla na ujasiri, naye atasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata simba paka atasimama. Chochote kile paka atasimama. Huwa anapiga mahesabu. Huyu ameplani nini? Mbali na zile plani zake. Hivyo ndio majaribu mengine yanakuja kwa Mkristo. Yanakuja hivi alafu wanakuangalia, haya tumemrushia majaribu, ngoja tuone atabehave kina namna gani. Sasa hapo ndio kianza kupigwa na hofu, anaambia wenzake tuingie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kukosa amani ni njia ya kusababisha mambo ya ulimwengu wa giza, maovu yaweze kushinda Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Unapanga mpango wako mwenyewe, lakini unataka kukosa amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Umefikiria. Kufikiri kunakosesha mtu amani. Kufikiri kunaweza kumwacha mtu ameingia kwa maombi na akawa dry kwa sababu ya kile ambacho amekifikiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ibrahimu alipotazama ahadi za Mungu, alitiwa nguvu kutoamini, akaamini. Bwana Yesu asifiwe. Alifikiri ahadi za Mungu, alimtazama Mungu. Sasa ili uweze kuwa na amani, tazama ama fikiri mambo ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe na amani moyoni mwako, fikiri mambo ya ushindi. Ndiyo yatakupa wewe nguvu katika ndani ya moyo wako uweze kupata amani. Fikiri mambo yaliyokuwa na ushindi. Ukifikiri mambo yaliyokuwa na ushindi, ndani yako mtajawa na amani na mtakuwa na imani. Na mkiwa na imani na amani, subiri kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Imani za wengi hutindika chini kwa sababu ya kutokuwa na amani na kujawa na hofu. Hakuna jambo Mungu linamshika kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo Mungu linamshika kufanya. Inategemea na jinsi ambavyo umekusanya moyo wako umekuwa na amani kwa ajili hilo jambo.
Bwana Yesu asifiwe. Roho Mungu akupe amani asubuhi ya leo. Kwa sababu tunapitia vita mbalimbali na hatuwezi shinda bila kupewa amani. Roho wa Mungu akupe amani. Asifiwe Yesu. Kwa sababu unapopata amani, amani huyeyusha milima. Asifiwe Yesu. Amani husababisha sura ambayo ilikuwa imekunjamana ukasimama. Ndio maana hata wengine wenu hapa ushawahiomba ukawa katika hali ya majaribu na mchangamoto wa mawazo mabaya, lakini ukaomba katikati ya maombi ukasikia amani. Wangapi washaisikia jambo kama hilo? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimetangulia kusema lile Roho wa Mungu hufanya la kwanza ndani ya moyo wa mtu, humpa mtu peace. Asifiwe Yesu. Humpa mtu amani. Akishakupa amani tosha, ushindi ushaanza kupatikana hapa. Sasa ni nini ufanye? Usikubali shetani aondoe amani ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiupe nafasi ibilisi aondoe amani ndani ya moyo wako. Utaona siku yako ikienda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. The moment ukianza safari ya maombi kwa ajili ya jambo lako litendeke, mbingu nayo huanza safari hapa. Sasa ujue ibilisi huja ili akoseshe amani. Sasa dawa ni nini? Usiupe nafasi. Asifiwe Yesu. Usiupe nafasi katika moyo na katika masikio. Maana kwa moyo atakuja kunong'onezeni katika roho. Kwa masikio watakuja marafiki zako. Watakwambia uliapply ile kazi, kuna mtu alikosa ule. Na yule mwingine naye alikosa na mwingine alikosa. Unaona bado wewe utakosa hapo. Na wao wanasema, nafikiri. Asifiwe Yesu. Hapo ndio mtu yenda kukosa kazi hapo. Maana umekiri ukasema nafikiri. Hapo sasa ndo nawe umeanza kupanda mbegu ya kutokuwa na amani. Vile umekiri hivi unaweza kukosa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Funguo ya muujiza kuja kwako niwe na amani ndani ya roho yako. Maana ukiwa na amani utakuwa na ujasiri wa kusema yote yaweje najua Mungu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alimshinda ibilisi na changamoto alizishinda kwa sababu alikuwa ndani yake amelinda amani. Ambia mwenzako linda amani katika moyo. Amani ukaa wapi? Amani ukaa moyoni. Na neno la Mungu la Zaburi alisema linda nini? Linda moyo wako kuliko vitu vyote ulinda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapolinda amani katika moyo wako, subiri kushinda mpaka mwisho. Maana ndani ya moyo wako una amani. Amani ni nguvu, mpendwa. Asifiwe Yesu. Amani ni nguvu. Unaweza ukawa umekaa hapo umekosa amani. The moment amani kija unainuka na ujasiri, unaanza kutafuta la kufanya. Na palipo na amani hapakosi nia. Ushafikiria jambo kama hilo? Aliye na amani hakosi nia ya kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akupe amani asubuhi ya leo. Haijalishi umepitia jambo gani, Bwana akupe amani ili uweze kuendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tumeokolewa tushinde. Na Bwana ndiye komanda wa vita. Roho wa Mungu akupe amani uone ushindi utakapopiganiwa katika maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba magari na farasi huwekwa kwa ajili ya vita, lakini Bwana ndiye anaandaa wokovu. Haijalishi umeona mambo gani katika maishani mwako, haijalishi umeona milima, Mungu akikupa amani utaona tambarare. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe. Labda umepitia mambo hii juma kwenye makazi mbalimbali, umeingia kwa kazi ukapambana na changamoto mbalimbali, umeapply kazi umepambana na changamoto mbalimbali. Isikujalishe, Roho wa Mungu akupe amani na utaona ushindi katika maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni ugonjwa, hata kama ni familia yenu ilienda kinamna gani, maana mara zingine ibilisi anakuja na kupatia picha ya kutazama familia yenu vile imeenda katika hali ya kushindwa. Sasa tazama vile familia yenu ilishindwa. Je, wewe nawe utashinda? Ikifikia mahali kama hapo, mwambie Bwana nipe amani. Asifiwe Yesu. Haijalishi familia yenu walishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuwa tajiri, lakini Daudi alitolewa kwenye nyumba ya Yese akawa mfalme. Kwa hivyo Bwana anaweza kukutoa kwenye familia yenu ambayo ni masikini akakupandisha juu. Asifiwe Yesu. Mungu alimwambia Samueli, mimi ni Bwana Mungu nisiye utazama moyo, nisiye tazama sura, natazama moyo wa mtu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiofu chochote. Hizi ni silaha nimekufundisha ambazo ibilisi huwa anazitumia. Lakini ni kwamba lengo langu ni kwamba Roho wa Bwana akupe amani. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukishapata amani na sifa moyoni, hii ni certificate, hii ni degree, diploma ya kutembea katika ushindi. Asifiwe Yesu. Hakuna aliyeshinda vita kwa kupigana vita akiwa hana amani. Hapana. Kwa hivyo kuanzia leo linda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Atana na vyote, linda moyo, maana ndio jiko hilo. Kila kitu kinapikwa hapo. Kikiingia hapa kinashushwa chini. Alafu moyo unapika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ufagia milima. Yohana aliongea vizuri ya kwamba sauti ya mtu aliye nyikani tengenezeni njia ya Bwana. Na kila bonde litafukiwa na kila mlima utateremshwa chini. Bwana ndiye afanyaye haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Katika kutafuta kuna kutafuta kupata na kukosa. Lakini utapoangukia katika kukosa, usifikirie kesho yake utakosa tena. Asifiwe Yesu. Unapoenda kuwinda ukose leo, usifikirie kesho utakosa. Haiko hivyo. Kwa hivyo usichukulie kukosa kwako kwa leo ukafikiria kesho utapata. Sivyo mbingu ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ile iko ni kwamba weka amani ndani ya moyo wako. Maana ibilisi alikosesha amani, anaiba vile ambavyo zingekuwa zako. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akupe amani asubuhi leo. Simama na miguu. Mwambie Bwana akupe amani katika maishani mwako. Na ili kubeba amani hii sasa, fikiri yale mambo ya Mungu alivyo wa ajabu. Beba Mungu na maajabu. Anabadili maisha ya mwanadamu kama vile kitabu unavyofungua kitabu. Ndivyo anabadili maisha yako. Mbingu ufikiri peke yake bila mwanadamu kujua. Mbingu utembelea mwanadamu ikabadilisha maisha ya mwanadamu. Sasa usikose amani. Bwana akupe amani. Ni matamani kishwa katika maishani mwako mbele za Mungu. Ndio maana unapigwa vita ukose amani ili kile kilichoandikishwa kisikupate. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amini Mungu kuanzia asubuhi leo, weka amani ndani ya moyo wako. Roho wa Bwana akupe amani kwa sababu ushindi juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi juu yako na vita si vyako. Vita ni vya Bwana na Bwana ndiye anayelipiza kisasi. Usisumbuke nani atakayenipigania vita hivi. Yupo Mungu aliyejua anayepigana vita. Beba amani ndani ya moyo wako na ungojee. Wakati mmoja Bwana aliwaambia wana wa Israeli, mimi ni Mungu niliye juu. Hamna haja kupigana vita. Enendeni mkasimame tu na ili mtaona utukufu wako. Bwana Yesu asifiwe. Waliambiwa nendeni mkasimame tu msipigane. Maana wakati huo Ben-Hadad alikuwa ameongea kufuru akasema kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu wa milima. Laiti ningekutana na hawa watu tambarani ningewamaliza. Mungu akasema madamu ameongea jeuri hivi. Akaambia wana wa Israeli sasa msipigane mkifika hapo. Simameni tu hivi. Nao walienda wakasimama hivi tu. Bwana aliwapiga wale wa jeshi la Washami ndio tawaliwa na Ben-Hadad. Wakapigwa na hofu wote wakajawa na woga. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo Bwana ameahidi juu ya maisha yako. Nataka kwa dakika kidogo mwambie Bwana, Roho Mungu akupe amani. Hakuna silaha nzuri kama unapopata amani. Unapopata amani, hata ukila sima na chumvi, hausikii kana kwamba umekosa kitu, nasikia umepata kitu ndani yako. Mungu akupe amani, maana ushindi juu yako. Haijalishi ni gani unapitia. Amani itakupa ushindi. Amani ni njia ya uzima. Funga macho na kwenda mbele sana. Asante Roho Mungu mwenye nguvu. Wapaye amani. Anayekosa amani, wingu la kuchoka mbeba. Lakini Roho Mtakatifu wa Bwana
Wewe ndiye ututia nguvu na kutupa amani. Asubuhi ya leo twaja mbele zako. Twaja mbele zako Mfalme, ili Roho wa Bwana waachilie amani ndani ya mioyo yetu. Achilia amani ndani ya wanao wako. Amani huyeyusha milima, magonjwa upotezwa wakati moyo unapokuwa na amani ya Roho wa Bwana. Fungua moyo wako, uruhusu Roho wa Bwana akupe amani. Ikiwa amani ilitwaliwa, irejesho kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Baba twanyenyekea, Bwana twanyenyekea chini ya miguu yako. Bwana twanyenyekea, Bwana twanyenyekea, Bwana twanyenyekea chini ya miguu yako. Bwana twanyenyekea, oh Baba twanyenyekea, Bwana twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Bwana Yesu twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Bwana Yesu twanyenyekea, Baba twanyenyekea Yesu chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Bwana twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, sisi tulivyo twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Bwana Yesu twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Bwana chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Baba chini ya msalaba wako. Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Baba chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Baba karibu Roho moyoni mwangu, karibu Roho moyoni mwangu, karibu Bwana, karibu Roho, karibu